Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa 10 majira ya Afrika Mashariki, na hii ni Baraka One TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ndugu zangu, nina baadhi ya mambo hapa matatu hivi ambayo inatakiwa niweze kuyazungumzia. Kwanza tuzungumzie kuhusiana na mambo ambayo Kabila alikuwa anayafanya akiwa yuko madarakani. Kabila katika madarakani ndiye alikuwa na create magrupu ya arme. Ndiye alikuwa anapatia silaha na mahitaji muhimu makundi ya kijeshi. Sawa? Anatengeneza yeye mwenyewe kisha anayaarme vile vile. Kisha anatuma wanajeshi wetu waende wapigane huku wakinyimwa silaha na wakiingizwa kwenye maambiskade. Na pia tutazungumzia kuhusiana na mamluki ambao wameweza kukamatwa huko maeneo ya Kinshasa wa Kifaransa, hawa ambao wanasadikika kwamba walikuwa na njama potovu ya kutaka kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na jambo jingine pia, aliyekuwa gavana wa Kivu ya Kusini Marcelin Chishambo ameweza kujiunga na M23. Ameenda kujionesha rasmi kwa M23. Washelewa? Marcelin Chishambo alikuwa gavana wa Kivu ya Kusini, gavana ambaye gavana mpuuzi kuwahi kutokea, gavana wa hovyo kuwahi kutokea, kiongozi wa hovyo kuwahi kutokea, ambao walikuwa wanatumika kwa maslahi ya Kabila, kumlinda Kabila, kumpatia mali zaidi Kabila. Ameonyesha makucha yake na kwenda kuungana na magaidi wa M23. Karibuni sana. So haya ndio mambo ambayo yanatakiwa kuweza kuyagusia kwa sasa hivi. Na hii ni Baraka One TV ambayo unasikiliza. Operation Sadem Zalendo bado iko inaendelea, na kama bado hujaungana na operation yetu, tafadhali tumia namba ambazo unaweza kwa screen yako hapo ili uweze kuwasiliana pamoja na Baraka One TV. Tuko TikTok pia, Facebook, na unaweza pia ukatumia hizo namba na tukawasiliana kwa ajili ya Operation Sadem Zalendo. Na pia tembelea B1 TV channel 2 ili uweze kukumbana na baadhi ya matukio ambayo yatakufanya uweze kuona tofauti kwa yote ambayo yako yanapitia nchini kwetu DRC. So tukianza na hili swala, Joseph Kabila yeye anashutumiwa kwa asilimia kubwa kuungana na magaidi wa M23. Amekuwa akipeana silaha, akipeana pia madawa, akipeana chakula, akiwapa nini magaidi wa M23 kwanza, pamoja na makundi mengine ambayo yeye mwenyewe amekuwa akiyatengeneza. Wakati yuko madarakani alitumia muda mwingi sana kuiba, kuaffaiblir armée, kuaffaiblir systeme ya renseignement, kuaffaiblir police, na pia kuwapumbaza wakongomani, wananchi wa kawaida pamoja na wanasiasa, kwa kuwaachia laisser passer. Kwa maana kwamba laisser ale kila mtu achune kadiri anavyotaka. Ndio maana ulikuwa unasikia wakati watu wasema, wakati wa Kabila lari zilikuwa zinasirikile, wakati wa Kabila franga zilikuwa, lakini hivi franga zionekani. Unaona? Kwa nini franga zilikuwa? Kwa sababu kila mtu alikuwa anajitumia kadiri anavyosikia. Bajan aleta balikuwa anaingia mtere na mataxe zao. Ile mataxe ni za mfuko. Mtu anafika na kupiga forfait, anakuambia hapo utalipa $10. Sawa? Mwile $10 yenye utamlipa kumezo hata presente kitu. Unakuta facture sote ilikuwa na ya $50, bado tuseme $50, $70, $80 ambao ilitakiwa ulipe kwa mwaka mzima. Sawa? Lakini kikawaida inatakiwa ulipe $20 ama 15,
lakini wao wanakupiga $50. Na ukilipa ile $50, ile cha juu chote yeye anachukua, anakula yeye na bosi wake ambaye amemtuma. Kisha ile $15 ndio inaingia kwa pesa ya serikali. Kisha mjinga huyo anasubiri tena mwisho wa mwezi aje apate mshahara. Tena mjinga huyo anataka tena apewe pension. Unaona? So ulikuwa kuta pesa zina circulate sana. Watu wanapata pesa sana, lakini maendeleo yalikuwa hakuna. Unaona? Hiyo ilikuwa ni fact moja ambazo watu walikuwa wanaishi wakati wa Joseph Kabila. Hippolyte Kanambe, maarufu kama Joseph Kabila, alitengeneza magrupe arme ambazo yeye mwenyewe alikuwa anazisponsorize. Utakumbuka vita ambayo ilikuwa inafanyika, vita ya kwa mutu kule maeneo ya Bandundu, yani Bandundu. Yeye ndiye aliweza kucreate ile vita ya kama inasapu. Yeye ndiye aliweza kucreate ile vita, watu wapigane kwa sababu tusiende kwenye uchaguzi. Tunakizingizio kwamba kuna uchaguzi sehemu fulani. Alikuwa anapatia magrupu ya arme bunduki juu ziendelee kuseme terere. Lengo ni nini? Lengo nikiwa ni kudestabilize kwamba aendelee kusema unaona nchi haiko sawa, vita iko fasi fulani, kwa hiyo watu bado wako wanateseka, hatuwezi enda kwenye uchaguzi na wakati tuko mvita, kwa hiyo tungoi kwanza tumalizane na haya mambo, kisha habari za mrefu. Zile zilikuwa ni points ambazo yeye alikuwa anazifanya. Na hii zote ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba 80% ya silaha ambazo zilikuwa zinatumika na makundi hayo zilikuwa zinatoka serikalini. Na viongozi mbalimbali wa jeshi ambao walikuwa wanatumika naye, akiwemo kina John Numbi, akiwemo kina nani ambaye alikufa John Kahimbi, Delphin Kahimbi. Na Delphin Kahimbi wao ndio walimuua tena kwa sababu ya kuja kutoa siri. Maana alikuwa anaanza kuwa na dalili kama za kutaka kutubu. Kwa hiyo ikabidi waweze kumuondoa Delphin Kahimbi. Achana na Delphin Kahimbi, kuna wengine wengi ambao wote walikuwa wanajua siri hile ambayo yeye mwenyewe aliwaondoa. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari sana na uzuni kwa wakati ambao watu wako wanapigana, wanajeshi wetu wanajitolea kutuangana na magaidi, huku wakijua kwamba wako wanapigana na wako na soutien total ya serikali, lakini serikali hiyo ndio ilikuwa inawapiga nyuma ya mgongo. Na ndio maana ulikuwa unakuta watu hapo kwenye uwanja wa mapigano mnaambiwa msiavance, mrudi nyuma, msipige hivyo, acheni kwanza. Ushaelewa? Wanatumwa huku kule, wanawaambia jamani kaeni kule, wanawatinga kule. Kuna mwanajeshi mmoja ambaye niliwahi kuzungumza naye akaniambia sisi ambavyo tunazungumzaga katika radio call zetu, maadui wanasikia kila kitu. Yaani kode ambazo sisi tunatumikisha, zile kode wao nani wako nazo. Kila program ambayo tunapanga wao wako nayo, wanaisikiza. Sasa tunajiuliza hii mambo iko inasikilika hivi mapema namna gani? Nani ambaye iko natoa siri hii mapema? Tunakuja kuelewa kwamba kumbe ni ndani ya jeshi. Na kamanda mkuu wa jeshi ambaye ni Kabila ndiye alikuwa anapanga hii mipango yote. Kwa hiyo unajikuta kwamba inakuwa ni kazi bure. So Kabila ameweza kuharibu nchi hii kwa kiwango kikubwa sana. Nchi hii imeharibika kwa 1% kubwa chini ya utawala wa Kabila. Haijawahi kutokea. Leo hii huyu ndiye tena anakuja na kukaa ambako kuko maadui, huku akipretend kufanya kwamba anataka kutafuta suluhu, amani ya kudumu, ambaye yeye mwenyewe ndio creator wa hiyo ukosefu wa amani. Unaona? Kwa hiyo ni mambo ambayo mtu kiafikiria unaona kwamba chochote ambacho yuko nakifanya ni upuuzi mtupu, na ndani yake kunakuwa hakuna jambo la maana.
So tukizungumzia hili swala la hili swala lingine ni swala la Marcelin Chishambo. Marcelin Chishambo ambaye aliwahi kuwa gavana wa jimboni Kivu ya Kusini, baada ya muda wake kuisha, na jimbo la Kivu ya Kusini, mji wa Bukavu, kuweza kutawaliwa na magaidi wa M23 ambao wanatumika na RDF, jeshi la Rwanda. Kuanzia mwanzo wa mwezi huu, mzee huyu wa ndevu nyeupe ameweza kuonekana akiwa na viongozi wa juu wa M23, na inasemekana kwamba huu jamaa yuko wapi? Yuko Goma. Ameenda Goma akiwa rasmi kama kada wa M23. Yote ni kwa nini? Yote hii ni kwa sababu kwamba tuliwapa watu confiance, watu ambao hawana akili kabisa. Ushelewa? Ndio maana mimi nawaambiaga kwamba jamani, unapongozwa na kiongozi mpumbavu, usiendelee kumpigia mikono. Mwambie kwamba wewe ni mpumbavu. Mambo ambayo uko unafanya ni mambo ya kijinga. Hufai kuwa leader. Ile itamvunja moyo na anaweza akaviacha. Ushelewa? Lakini kunakuta watu ambao wako naongozwa na watu wapumbavu, watu wajinga, lakini wanaendelea kuwapigia mikono. Wanaendelea kusupport ujinga wao. Leo Marcelin Chishambo tokea yupo katika mkoa, gavana wa mkoa. Hivi ni kitu gani ambacho mkoa utakumbukia kwa utawala wa Chishambo? Mimi siwezi zungumzia sasa kwetu tu Fizi. Fizi itamkumbukia nini Uvira? Hapana. Mimi nazungumzia mkoa mzima. Tutamkumbukia kwa lipi? Tuko na baraje pale Ruzizi, Premier Ruzizi D. Ile baraje kuna uwezo wa kualimenter Sud Kivu yote. Tuko na moto Force Bendera. Iko na uwezo wa kualimenter Fizi yote. Sawa? Hii ya Ruzizi 1 2 wa kualimenter province mzima. Ndio nisema hiyo. Sawa? Na sehemu zingine pia tuko na micro barrage ambazo zinaweza kufanya kazi. Lakini walishindwa. Shabunda pale tuko na sehemu ambako kuna umeme wa kutosha. Lakini yote walishindwa kutengeneza project moja kwamba katika utawala wangu mimi nitahakikisha kwamba province yote inawaka. Inawezekana. Ushelewa? Lakini viongozi wetu wako wanadandia vitu. Aguse haka. Franga zinakuja wanakula kwa sababu walikuwa wanategemea kwamba hivi vitu siku moja vitakuja vitapite. Leo anajionyesha makucha yake yuko ngambo ya M23. Na wale ambao walikuwa wanakaa nyuma yake vijana ni wa Bukavu kumpigia mikono, kumshangilia. Leo mnaona ndugu yenu ambaye mlikuwa mnasema kama ni ndugu yenu. Mnaona jinsi iko. Yeye ndo anawawisha Bukavu. Marcelin Chishambo anawisha watu Bukavu. Hii plani yote ile yote ma intoxication kuambia watu muache baingie ma societe civile banazifinancer franga, muandike barua, mnaona. Wao ndio walizifanya hizo. Na bado Mungu mtasikia nani Lukwebo naye mtasikia naye Kamere naye wote mtasikia. Mshelewa? Mungu wetu ni Mungu wote mtasikia. Hii problemi ya Kongo, si Waswahili tuko ba problematiki sana. Mshelewa? Sisi Waswahili tunaleta probleme sana mwi rebellion. Pale batu bakadri bebiko mwi rebellion, Baswahili tuko mingi sana. Kuanzia kwa huyu Mswahili wa kuunga politika nambe, Munyarwanda huyu. No, na wengine wote ambao wananibalingia. Ni probleme sana. Kwa hiyo ndugu zangu wa Bukavu ndio mjue ndugu yetu ambaye mlikuwa mnamlinda. Mnamwita aseme vie Mushamuka. Ndio kiongozi ndani ya viongozi wa M23. Yuko Goma. Hayo tikisimu mnafanyiwa huko, yeye ndo anajua vizuri sana. Kwa hiyo ni hivyo. Haina haja ya kuwa na support hao wazee ambao walitumika na wako na ujinga mwingi kichwani. Hakuna, ni kuweka kando.
Na asante sana, hayo ndio ambayo tulikuwa tuko nayo kwa muda huu. Mengine tukutana naye majira ya saa 12 jioni kwa mitazamo mbalimbali ya wananchi kutoka Baraka One TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.